Natumai kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo mtazamaji. Ujambo na karibu katika jarida la Ovoro ambapo tumekuandalia mengi kama jinsi tunavyopokea. Jina langu ni Nyaki Ondwega. Hebu kwanza tuzamie vidokezo. Shirika la WHO lapongeza serikali kwa kampeni ya chanjo dhidi ya polio. Rais William Ruto aendeleza ziara yake siku ya pili Nairobi. Vikao vya mazungumzo ya kuboresha mtaala wa CBC vinaendelea katika kaunti mbalimbali kote nchini. Karibu mtazamaji. Shirika la Afya Duniani WHO limepongeza serikali kwa kampeni ya chanjo ambayo imewezesha zaidi ya watoto 920,000 kupata chanjo dhidi ya polio. Zoezi la chanjo lilifanyika katika maeneo yaliyo na hatari kubwa ya kuenea kwa polio, hasa katika kaunti za kaskazini mashariki za Mandera, Marsabit, Wajir na Garissa. Mwanahabari wetu Reni Njoroge ana maelezo zaidi. Shirika la Afya Duniani yani WHO limeipongeza serikali ya Kenya kwa juhudi zake katika kampeni ya chanjo ya polio ambayo imefanikiwa kuwafikia zaidi ya watoto 920,000. Zoezi hili lilitekelezwa katika maeneo yenye hatari kubwa ya kuenea kwa ugonjwa huo, hususan kaunti za kaskazini mashariki ikiwemo Mandera, Marsabit, Wajir na Garissa. Kadhalika, zaidi ya watoto 17,000 kutoka maeneo ya mipakani walinufaika na chanjo hiyo, hatua ambayo inatajwa kusaidia katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo hatari. Kampeni hii ilifanyika mnamo Februari mwaka huu kama sehemu ya awamu ya pili ya mpango wa kitaifa wa chanjo ya polio. Wizara ya Afya ya Kenya ilizindua zoezi hili kati ya Februari 21 na 25 ikiwa ni mwitikio Wizara ya Afya ya Kenya ilizindua zoezi hilo kati ya Februari 21 na 25 ikiwa ni mwitikio wa tahadhari kufuatia ripoti za visa vya polio vilivyoripotiwa karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia. Hatua hiyo ilichukuliwa ili kuzuia uwezekano wa ugonjwa huo kusambaa zaidi katika maeneo yaliyoathirika. Nikiripotia runinga Ovoro Business, Reni Njoroge. Akiendeleza wizara yake jijini Nairobi, Rais William Ruto alizuru eneo la Mathare ili kuzindua miradi mbalimbali ya miundombinu, ambapo alisisitiza kuwa serikali yake imejizatiti kuboresha barabara, maji safi, umeme na huduma nyingine muhimu ili kuboresha maisha ya wananchi. Mengi kuhusu habari hii ni kama mwanahabari wetu Nyambura Kamau anavyoeleza. Rais William Ruto alipokelewa kwa shangwe na wakazi wa Mathare pamoja na viongozi wa eneo hilo alipowasili kwa ajili ya uzinduzi wa miradi mbalimbali ya miundombinu katika siku yake ya pili ya hafla jijini Nairobi. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mbunge wa Mathare na viongozi wa kaunti ya Nairobi walimpongeza rais kwa juhudi zake za kuimarisha maendeleo, wakieleza kuwa miradi hiyo ni hatua kubwa katika kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa Mathare. Kupitia kwa hazina ya CDF. Si namna hiyo? Na kwa sababu nimeona watu ni wengi hapa Ruaraka na nafasi ya watoto wenu kusoma iko chini, mimi pia nimesema nitawajengea madarasa 24 ingine ndio watoto wenu wapate mahali pa kusoma. Akihutubia umati uliokuwa umefurika, Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali yake imejizatiti kuhakikisha uboreshaji wa barabara, maji safi, umeme na huduma nyingine muhimu ili kuboresha maisha ya wananchi. Mimi nimeamurisha Wizara ya Elimu Jumatatu walete walimu 10 wa kulipwa na serikali katika shule yenu ya TJ Kajwang hapa Ruaraka. Alisema kuwa serikali inalenga kupunguza changamoto zinazokumba wakazi wa maeneo haya kwa kuwawekeza zaidi katika miundombinu na uboreshaji ya makazi.
Kwa upande wake, Rais Ruto alihitimisha hotuba yake kwa kuwataka wananchi kushirikiana na serikali katika kuleta maendeleo, huku akiahidi kurejea Mathare kuangalia hatua za utekelezaji wa miradi hiyo. Na mimi nataka niwaeleze Ijumaa, sawa sawa, Ijumaa mimi naweka gazette notice hii police station yenu, na askari wanakuja hapa kuanzia next week wachunge mali na maisha ya wananchi wa Ruaraka. Ruaraka hoye, mnanisikiza? Na mimi nataka niwaambie askari wakikuja hapa wasikuje kuangaisha wananchi, wakuje walinde mali ya wananchi, wakuje walinde maisha ya wananchi. Nikiripotia Uvoro TV Business, jina langu ni Nyambura Kamau. Na msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango sasa amesema kuwa afisi yake inazidi kukumbwa na changamoto za ukosefu wa fedha kuendesha majukumu yake. Alisema haya alipokuwa amefika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la Seneti. Tupate mengi kutoka kwa habari ifuatayo. Msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango sasa amesema kuwa afisi yake inazidi kukumbwa na changamoto za ukosefu wa fedha kuendesha majukumu yake. Nyakango aliyefika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la Seneti amelalamika kwamba mara kwa mara analazimika kutekeleza majukumu nusu kutokana na maofisa wachache walioko ofisini. Sasa Nyakango ametoa ombi kwa serikali kuongeza mgao wa fedha zinazoelekezwa katika ofisi yake ili kuwezesha utekelezaji mwafaka wa majukumu. Hata hivyo, kando na changamoto hizo, ameiambia Seneti kuwa ataendelea kutekeleza majukumu yake kulingana na katiba. My office will continue to undertake monitoring and reporting on the implementation of government programs and projects at the county government level. Due to inadequate funding, my office has not been able to monitor the implementation of projects at the national government level. From the foregoing, the budgetary provisions, and here I refer to the control of budget limits in the 2025 budget policy statement, will be vital in ensuring effective implementation and reporting on the implementation of government policies. It should be noted that in subsequent years, additional budgetary allocation to the office will be important in ensuring that the office plays a more expanded role in the realization of government policies and agenda. Washikadau katika sekta ya elimu sasa wameombwa kukumbatia mashindano ya lugha za kigeni katika juhudi za kuwafaa wanafunzi wanaojifunza lugha hizo kupata mazoea na taratibu mwafaka za lugha hizo. Mtaalamu wa lugha za kigeni Sheikh Hassan Kinywa amesema kuwa iwapo kutaandaliwa mashindano hayo mara kwa mara, Wakenya wengi watapata nafasi ya kuelewa na kuzungumza lugha za kigeni zikiwemo Kifaransa, Kijerumani na hata Kichina. Kuna kuwaga na mashindano ya Quran competition kila wakati, lakini hakujawahi kuwa na Arabic competition. Kwa hivyo tumeanza Arabic competition leo. Tumefanya mashindano ya lugha ya Kiarabu na yatakuwa yanafanyika kila mwaka ndani ya Ramadhan, yakiongozwa ni International Jam of Languages and Pronunciation Studies na Kenya Institute of Foreign Languages and Pronunciation Studies na vile Peace League Africa. The main objective for us coming to this event was to familiarize with the different foreign languages that we were introduced to. I would like the government to emphasize on introducing the foreign language in some schools so the students can familiarize with those languages. I have benefited from Germany. I had a dream of going to Germany, and I have learned about if I go to Germany I have to know the German language. Nikukumbushe kwamba tupo katika mitambo ya Pang 162. Kutana nasi pia kwenye mitandao ya kijamii. Tutarudi na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa twende mapumzikoni.
Usiende mbali.